Mtazamaji, na huku makali ya ongezeko la bei ya mafuta yakiendelea kuwasakama Wakenya, Rais William Ruto amejitokeza kuhakikishia taifa kwamba hatua za haraka zimewekwa ili kupunguza athari za kupanda kwa gharama hiyo. Haya yanajiri wakati masoko ya mafuta duniani yanaendelea kuyumbayumba, hali ambayo inayosukuma bei za pampu kufika viwango vya juu zaidi hapa nchini. Mwanahabari Bramwell Bwire sasa anatuletea taarifa hiyo. Katika mazingira ya shinikizo la kiuchumi linaloongezeka, Rais William Ruto amejitokeza, lengo lake likiwa kutuliza taifa lenye wasiwasi. Akizungumza katika kaunti ya Kisii wakati wa uzinduzi wa barabara ya Mochengo Ayora hadi kule Maro, Rais alikiri uzito wa mgogoro huo. Kubaliana. Licha ya bei ya mafuta kupanda kote duniani, Rais anasisitiza kuwa Kenya tayari na mikakati ya kuwakinga Wakenya na makali hayo. Tukawa na mpango wa G2G ambayo iliokoa taifa letu la Kenya. Wakati wengine walikuwa wanahangaika, Kenya hii tulikuwa tumejipanga. Hata nchi zingine walikuja kutuuliza ni vipi nyinyi Kenya mmefanya. Shinikizo hili sasa likilazimu serikali kutumia fedha zaidi. Kulingana na Rais, ruzuku ya mafuta ya shilingi bilioni 6.5 imetengwa pamoja na kupunguzwa kwa ushuru wa VAT ili kuwapunguzia makali ya athari kwa watumiaji. Tumetoa pesa ya serikali bilioni 6.5 ya kufanya subsidy ya mafuta hapa Kenya. Tumerudisha chini ile mambo ya VAT kuhakikisha kwamba tuna moderate mambo ya mafuta hapa Kenya. Licha ya hatua hizo, tathmini ya hivi karibuni ya mamlaka ya udhibiti wa nishati na petroli inaonyesha hali si nzuri. Katika kipindi cha mwezi Aprili hadi Mei, bei za mafuta zimepanda kwa kasi. Hata hivyo, serikali inasisitiza hali ingekuwa mbaya zaidi. Nchi zingine nikiongea na nyinyi hawana mafuta hata katika pumps zao. Hapa Kenya tuko na mafuta ya kutosha, ya kwanza. Ya pili, tumehakikisha ya kwamba tumefanya subsidy, ndio hiyo gharama ya juu zaidi isifikie kwa wananchi wa taifa letu la Kenya. We have got very powerful and very dangerous and entrenched cartels in the oil industry. And President William Ruto has given me instructions to deal with those cartels decisively. Lakini kwa Wakenya wa kawaida hali bado ni ngumu. Gharama za usafiri zimepanda na bei za vyakula vile zimeongezeka. Bramwell Bwire, KTN, Kisii. Na tukiwa bado kwenye taarifa za kupanda kwa bei ya mafuta hapa nchini, ni kwa nini